بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Leo tupo katika majlisi ya 4, kikao cha 4 katika darasa zetu maalum ambazo zimelenga kutoa elimu kwa Waislamu na vijana kuhusu ushia. Leo tunasoma muasisi wa madhehebu. Ushia ni dini au ni dhehebu? Ni dini, si ndio? Kwa nini shekhe ameweka anwani inayosema muassisul madhhab, muasisi wa madhehebu? Kwa sababu ndani ya ushia kuna madhehebu, na dhehebu tunalolizungumzia sisi hapa ni dhehebu gani? Ashi'atul imamiyya alithna ashariya. Kwa hiyo tunazungumzia hapa muasisi wa hizi fikra za ushia wa imamiyya ithna ashariya, kwa sababu tutakuja kusoma kwamba kuna shia wengine wasiokuwa hawa shia imamia alithna ashari kama vile al-ismailiyya, sawa, ni mashia. Aga Khan ni mashia, Bohora ni mashia, sawa. Wote hawa hawafikiani. Aga Khan akimwangalia ithna ashariya anamuitakidi ni kafiri, hamuitakidi kama ni muislamu. Ithna ashariya kimwangalia Aga Khan anaitakidi ya kwamba ni nani? Ni kafiri, haitakidi kama ni muislamu. Hawa Aga Khan hawa kiangalia mabohora wanaona pia ni nani? Ni makafiri. Kwa hiyo wenyewe katika ule ushia wao wanakufurishana wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo sisi hapa tunausoma muassisul madhhab, muasisi wa madhehebu ya ushia. Ushia gani huo? Ushia huo wa kiithna ashariya, ambao ndio wenye nguvu duniani na ndio unaoongoza dola ya Iran. Serikali ya Iran ni serikali ya kishia ya kiithna ashariya. Pia una nguvu katika nchi ya Yemen, una nguvu katika nchi ya Misri, una nguvu katika nchi ya Lebanon, una nguvu katika nchi ya Syria. Kote wana nguvu kubwa za kiserikali, sio nguvu za kawaida, ni nguvu za kiserikali. Yani katika serikali ni watu wana nguvu. Na vile vile katika nchi ya Iraq ni watu wenye nguvu katika maeneo hayo. Huu ushia wa kiithna ashariya ndio tunaozungumza sisi hapa. Sheikh anasema tartabitu nash'atu al-ithna ashariya bibn Saba'in al-yahudi alladhi tunsabu ilayhi طائفة السبائية الأولى. ترتبط نشأة الاثني عشرية بابن سبأ اليهودي الذي تنسب إليه طائفة السبائية الأولى. معنى maneno haya anasema tartabitu, kuna fungamana. Tartabitu, kuna fungamana. Nash'atu lithna ashariya, kuanza kwa ushia wa kiithna ashariya bibn Saba'in, kuna fungamana na ibn Saba'in. Baina ya kuanza ushia wa kiithna ashariya, kule kuanza kwake kuna mafungamano makubwa na ibn Saba'in al-yahudi, ambaye ni myahudi, alladhi ambaye tunsabu ilayhi, hunasibishwa kwake yeye taifatu sabaiyati alula, kundi la sabaiya la mwanzo. Alladhi ambaye tunsabu ilayhi, hunasibishwa kwake yeye taifatu sabaiyati alula, kundi la sabaiya la mwanzo. Bal qila, bali pamesemwa inna sabaiyata, hakika ushia wa kisabai, inna sabaiyata,
hakika ushia wa kisabai hiya lismul aqdam, ndio jina lililotangulia. Kabla Ithna Asharia haikuja, hawa Ithna Asharia hawa walikuwa wanajulikana kwa jina la Ibnu la Sabaiya. Inna sabaiyata, hakika ushia wa kisabai hiya lismul aqdam, ndio jina lililotangulia. Walithna Asharia, na jina hili la ushia wa kiithna Asharia hiya lismul ahdath, ni jina lililozuka baadaye. Hiya lismul ahdath, ni jina lililozuka baadaye. Lihaqiqatin wahidatin, kwa kuelezea uhakika wa kitu kimoja. Lihaqiqatin wahidatin, kwa kuelezea kitu chenye uhakika mmoja, au kwa kuelezea uhakika mmoja. Leo tunasoma muasisi wa madhhabu ya Shia Ithna Asharia. Muasisi wa madhehebu haya ni Abdullah ibn Saba. Pia kuna kauli inasema ya kwamba kabla ya kuitwa Ithna Asharia, sawa, walikuwa wanaitwa As-Sabaiya. Na ukirudi katika vitabu vya mapote, vitabu ambavyo vimeandikwa kwa ajili ya kuelezea mapote mbalimbali ya dini, kuna pote katika ushia linaitwa As-Sabaiya, ambalo hili pote linanasibishwa kwa Abdullah ibn Saba'in al-Yahudi. Hili pote hili, itikadi zao ndio zile itikadi za Shia Imamia al-Ithna Asharia. Kwa hiyo baada ya wanawachuoni kufanya utafiti, wakalichunguza kundi la As-Sabaiya, ambalo ndio kundi la mwanzo kutokea katika makundi ya Kishia. Wakaangalia zile itikadi walizokuwa nazo Ashiatu Sabaiya, kisha wakaja kufanya utafiti na hizi itikadi ambazo wako nazo Shia Imamia al-Ithna Asharia. Wakaona ya kwamba hakuna tofauti ya kiitikadi, bali hawa Shia Imamia al-Ithna Asharia wao wakaongeza itikadi zingine ambazo As-Sabaiya hawakuwa nazo. Na ndio maana sisi Ahlus Sunna wal Jamaa tunasema ya kwamba hawa Shia Imamia hawa al-Ithna Asharia, kiongozi wao mkuu ni nani? Abdullah ibn Saba'in al-Yahudi. Haya, tuendelee mbele. Sheikh akaendelea kusema, waqad ahdatha ibn Saba'in thalatha maqalat صارت فيما بعد من أصول التشيع الغالي وتفرع عنها عقائدهم الأخرى، وهي الوصية والنص على علي بالإمامة. وقد أحدث ابن سبأ، نكو حقيقة أميزوشا. kwa maana tukisema amizusha ni mambo ambayo hayakuwepo. Waqad ahdatha ibn Saba'in, na kwa hakika amizusha ibn Saba'in au alizusha ibn Saba'in thalatha maqalat, itikadi tatu. Tulisema ukisema maqalat katika somo hili la firaq, sawa, makusudio ni nini? Itikadi na misimamo ya kidini. Na ndio maana jina la kitabu linaitwa al-maqalatu wal-firaq, kwa maana itikadi na makundi au misimamo ya kidini na makundi. Kwa hiyo ibn Saba'in ahdatha ibn Saba'in, alizusha ibn Saba'in thalatha maqalat, itikadi tatu. Tukisema amezusha, ina maana haya mambo haya katika Uislamu hayamo. Haya mambo aliyoyazusha ibn Saba'in sarat, yakawa hizi itikadi hizi ambazo alizusha Abdullah ibn Saba, sarat, zikawa fima ba'du,
kwa muda uliokuja baada yake yeye, min usuli tashayyu'il ghali, ni katika misingi ya ushia uliovuka mpaka, katika msingi wa ushia uliovuka mpaka. Yale maneno ambayo yeye aliyasusha, yale aliyoanzisha, yale baada yeye kuondoka, sarat, zikawa hizo itikadi hizo fima ba'du, baada ya yeye, min usuli tashayyu'il ghali, ni katika misingi ya ushia uliovuka mipaka. Watafarra'a anha, na zikakunjuka kutoka kwenye itikadi hizo itikadi tatu hizo ambazo alizianzisha Abdullah ibn Saba. Watafarra'a, zikakunjuka au zikatanzuka au zikazalika, aqaiduhumul ukhra, itikadi zao zingine. Ina maana Abdullah ibn Saba yeye alianzisha itikadi tatu. Walipokuja mashia wengine wakazichukua zile tatu, wakaongeza na itikadi zingine ambazo tutakuja kuzisoma katika darasa yetu insha Allah. Wahia, na hizo itikadi hizo tatu ambazo alizianzisha Abdullah ibn Saba, na ambazo ndiyo msingi mkuu wa dini ya ushia. Na kwa ajili hiyo wanawachuoni wa ahlus sunna wal jamaa wakakata ya kwamba huyu myahudi huyu ndiye mwanzilishi wa ushia. Ya kwanza, alwasiyatu wan nas, ni itikadi ya usia na andiko. Ala aliyin, kwa Ali bil imama, kwa kiongozi. Hii ni bid'a, haikuwepo katika Uislamu. Alwasiyatu wan nas, usia na andiko. Ala aliyin, kwa Ali bil imama, kuwa ni kiongozi. Huu ndio msingi mkuu wa ushia. Lazima ukubali ya kwamba mtume alitoa andiko, na ni lazima ukubali ya kwamba mtume alitoa usia. Lazima ukubali, ndio uwe shia. Ukikataa hili jambo, wewe sio shia. Bali wamekwenda mbali zaidi, yani ili uwe Muislamu lazima ukubali ya kwamba mtume aliacha usia. Na usia huo alioacha mtume si ule usiku mbitaku wallahi, si ndio? Ni usia ya kwamba Ali ni kiongozi baada yangu. Hilo lazima uliamini. Lakini lazima uamini ya kwamba mtume alitoa andiko. Andiko maana yake nini? Andiko ni yale matamko, sawa, ya kisheria. Mtume akizungumza tayari hiyo ni sheria. Allah akizungumza tayari hiyo ni sheria. Kwa hiyo wanatulazimisha sisi na kuwalazimisha watu wote waamini ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika maisha yake aliwahi kuwaambia Waislamu ya kwamba baada yangu mimi kiongozi awe Ali. Kwa hiyo kuna mambo mawili hapa ndani ya sehemu moja. Jambo la kwanza ni usia, kwamba mtume alitoa nini? Usia. Jamani, ninawahusia kiongozi baada yangu mimi awe nani? Ali. Huu ni usia. Alafu katika mazungumzo ya kawaida akawa anazungumza, jamani, kiongozi baada yangu awe nani? Awe ni Ali. Huo ndio msingi wa ushia. Haya maneno haya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliacha usia na aliwahi kutoa tamko, mtu wa kwanza kueleta katika ulimwengu wa Uislamu ni nani? Abdullah ibn Saba. Kwa maana katika zama za mtume hayakuwepo, katika zama za Abubakari hayakuwepo, katika zama za Uthmani hayakuwepo. Baada ya Uthmani kufariki, alipotawala Ali bin Abi Talib, huyu bwana ndo akasimama na haya madai. Na ndio maana sisi tunasema ya kwamba ni bid'a, hayakuwepo. Sheikh akaendelea akasema, wa hiya asasu tashayyu'i,
na huo ndio msingi wa ushia, kama yarahu shuyukhu rafidha, kama wanavyoona hivyo mashekhi wa kishia. Wahia, na hiyo itikadi hiyo ya kuamini usia na kuamini andiko, asasu tashayyu'i, ndiyo msingi wa ushia, kama yarahu shuyukhu rafidha, kama wanavyoona hilo mashekhi wa ushia. Hiyo ni itikadi ya ngapi hiyo? Ni itikadi ya kwanza. Nani ameleta itikadi hii? Abdullah ibn Sabai al-Yahudi. Na hili la kusema ya kwamba Abdullah ibn Sabai al-Yahudi ndiyo aliyeleta itikadi hii, Mashia wanalikiri hilo. Mashia wanalikiri hilo, wanalikubali kabisa, na ndani ya vitabu vyao wameelezea wazi kabisa kwamba mtu wa kwanza aliyeleta fikra ya kwamba mtume ameacha usia wa kwanza ni Abdullah ibn Sabai al-Yahudi. Sasa utashangaa, sasa kama wanakiri kwenye vitabu vyao hivyo, mbona wanataka kulazimisha kwamba huo ndio Uislamu? Na Abdullah ibn Saba amekuja baada ya Uthmani kuuawa, ndio akaja na haya madai. Ndiyo maana nikawaambia katika siku za mwanzo, ukiusoma ushia ndani ya vitabu vya kishia hauwezi kuendelea kuwa shia. Umeelewa? Ukiendelea kuwa shia wewe huna akili. Huna akili. Na ndio maana mashia wote hawana akili. Hiyo ni itikadi ya kwanza ambayo Ibn Sabai alikuja nayo. Itikadi ya pili, at-ta'nu fi Abi Bakri wa Umara wa Uthmana, kuwatukana na kuwasema vibaya Abu Bakri, Umar na Uthman, wasairi sahaba, na baki ya masahaba. At-ta'nu, kuwatukana na kuwasema vibaya, fi Abi Bakri, Abu Bakari wa Umara na Umar wa Uthman na Uthman, wasairi sahaba, na baki ya masahaba. Mtu wa kwanza kumtukana Abu Bakar na kumsema vibaya Abu Bakar, mtu wa kwanza kumtukana Umar na kumsema vibaya Umar, mtu wa kwanza kumtukana Uthman na kumsema vibaya Uthman, mtu wa kwanza kuwatukana na kuwasema vibaya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kwanza kabisa katika huu ulimwengu ni nani? Abdullah ibn Sabai al-Yahudi. Na hilo limethibitishwa na mashia wenyewe. Kabla ya hapo ilikuwa haiwezekani, haipiti katika akili ya kwamba kuna Muislamu anaweza kumtukana Abu Bakar au kumsema vibaya Abu Bakar. Haiwezekani katika Uislamu. Hapa nitatoa ufafanuzi kidogo. Ni nini maana ya kutukana? Maana sisi Waswahili tunavyoelewa matusi ni tofauti na Uislamu unavyoelewa matusi. Sisi Waswahili tukisema kutukana, nyote mmeshaelewa, si ndio? Au tutoe mfano? Na kuna haja kutoa mfano, mmeshaelewa. Na kuna baadhi ya maneno mtu akiyatamka tu, ya jamaa na matusi huyu. Hivyo ni kwa mujibu wa lugha ya Kiswahili. Lakini katika lugha ya kisheria dini ya Kiislamu, kumtukana mtu ni kuelezea madhaifu yake kwa lengo la kuvunja heshima yake. Ndio kumtukana mtu. Kumwelezea mtu madhaifu yake. Yale ni madhaifu kweli yuko nayo, ima madhaifu ya kitabia au madhaifu ya kimaumbile. Ukayaelezea yale madhaifu yake yale, lengo la kuwawe la kuelezea yale madhaifu ni kuvunja heshima yake. Hiyo ndio maana kutukana. Mfano, wewe ni kikojozi, alafu ndio sheikh, lakini kikojozi,
Si udhaifu huo au si upungufu? Mtu mzima, shekhe mzima anakojoa kitandani. Maradhi Allah amekutahini na hayo maradhi ni aibu, si ndio? Sasa wale maadui zako au kuna mtu nataka avunje ile heshima yako, akaona ya kwamba huyu, ili niweze kuvunja heshima katika jamii, nianze kuelezea yale madhaifu yake alionayo, lakini lengo ni kuvunja nini? Heshima yake. Kwa hiyo wewe umekaa hapa ukatoa mawaidha, watu wamekukusanyika hapa wanakusikiliza, na yeye akawasha maiki yake huko msikitini. Shekhi gani bana kikojozi? Shekhi, utakuwa shekhi kikojozi? Kama wewe kweli mtu na elimu, nenda kajifunze namna kulala kitandani kwanza, kwamba kitanda kikojolewi na mtu mzima. Akatoa maneno hapo, kikojozi 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 kikojozi, mpaka watu sasa ile heshima waliokuwa nayo juu yako wewe, sasa shekhi bana kikojozi itakuwa kwaje? Shekhi naye kikojozi, afu ndo imamu anatuswalisha huyo kikojozi. Hili ni tusi. Sio, tumeelewana? Ni nini hilo? Mtusi. Unaelezea udhaifu wa mtu aliyokuwa nao kwa lengo la kuvunja heshima yake. Na ikiwa yule ambaye unayemuelezea yale madhaifu hayupo katika ile jamii, hayupo, unakusanya madhambi hayo mawili. Unakuwa umemsengenya, sawa, na umekuwa umemtukana. Na ukimuelezea mbele yake na yeye yupo, wewe kikojozi wewe, tuonye kikojozi wewe, kikojozi wewe, basi unakuwa wewe umemtukana peke yake, sawa. Na ikiwa utamzungumzia mtu kwa jambo ambalo hayuko nalo, kwa lengo la kumvunjia heshima, unakuwa umemzulia uongo, na yote hayo hayafai. Kwa tukisema ya kwamba mashia wanawatukana masahaba, mmeshaelewa hapo sasa, ndio? Usije ukaelewa haya matusi ya Kiswahili haya ndio mashia wanawatukana masahaba. Sasa ukienda kukaa kwa mashia ukawasikiliza, mbona sijasikia anatukana tusi hata moja? Si haya matusi ya Kiswahili, ni yale matusi kisheria. Kwa maana akikaa yeye ataanza kutafuta dosari za Abubakari ziko wapi. Abubakari si mwanadamu? Bakari ni mwanadamu, sio maasum. Ana mapungufu yuko nayo. Abubakari ana makosa kayafanya, yeye ni mwanadamu. Sasa yeye anatafuta yale makosa ya Abubakari yale, ndo anayang'ang'ania sasa. Abubakari alikosea, Abubakari alikosea. Mbona pia baba yako alikosea? Mbona humsemi baba yako, shekhi wako pia alikosea? Mbona huwasemi hao? Wewe na Abubakari tu, Abubakari naye. Ndio mtasikia na Shia wakisimama wao, maswahaba walikosea, maswahaba walikimbia vitani, walikimbia vitani wakamwacha mtume akapigwa. Angalia sasa maswahaba gani hawa? Sawa, walikimbia vitani, lakini kwani Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ndiyo alikuwa anapiganiwa, hawa masahaba walikuwa wanapigana kwa ajili ya Allah, kwani Allah anazungumza vipi kwenye Qur'ani kuhusu kukimbia kwao? Allah anasema innal ladhina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an inma istazallahumush shaytanu biba'd ma kasabu. Alafu aya inamalizia vipi? Wala qad afa Allahu anhu. Hichi kipande wa kisomi walivyokuwa na roho mbaya, atakusomea kipande cha aya innal ladhina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an, hakika wale ambao waliokimbia miongoni mwenu siku ya kukutana makundi mawili ya makafiri na waislamu, inma istazallahumush shaytanu biba'd ma kasabu. Hii ni vita vya Uhud, sawa? Kwa hakika wametelezeshwa na shetani kwa yale ya makosa walioyafanya, sawa. Kisha Allah akasema hivi, wala qad afa Allahu anhum, na kwa hakika Allah ameshawasamehe. Haya, alisamehewa anasema vibaya. Sasa hii wala qad afa Allahu anhum hawaisemi, wanaishia tu wamekimbia shetani, walimfuata shetani ndio maana wakimbia. Sawa, Allah sashawasamehe. Wewe shida yako nini sasa? Hii ni roho ile ya Kiyahudi ile, sawa.
fikra zile za Kiyahudi zimewakaa katika nyoyo zao kwa tukana masahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wao wanasema ya kwamba hata masahaba pia walikuwa natukanana. Wanataja hadithi kwamba siku moja mtume alikuwa amekaa na Abu Bakari, akaja mtu mmoja akamtukana Abu Bakari, mtume akawa anacheka. Afu anaishia hapo hawaendelei mbele. Kwa hiyo jamani, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anafurahia Abu Bakari kutukanwa. Kwa hiyo ni sunna kumtukana Abu Bakari, kwa sababu kimtukana Abu Bakari mtume anafurahi. Hadithi iko ndani ya Sunan Abi Daud, anakuletea kitabu lakini hakupi usome. Na sanajua na wewe pia hujui kusoma. Sasa wewe ukimsikia mshia anasoma hicho kisa, mwambie soma mpaka mwisho. Endelea kusoma mpaka mwisho. Yule bwana alimtukana Abu Bakari mara ya kwanza, mtume akacheka. Mmeshaelewa maana kutukana hapa, si ndio? Ina maana alielezea dosari ya nani? Ya Abu Bakari, ima kimaumbile, sawa, ima ni makosa yake Abu Bakari ameyafanya, ameelezea ile makosa mbele yake kwa lengo la kuvunja heshima yake. Mtume akawa anafurahia. Akarudia mara ya pili, kamtukana tena Abu Bakari, mtume akatabasamu akacheka. Abu Bakari jambo likawa linamuuma. Halafu sasa kama jambo mbona jamaa anatukana huyu, afu mtume naye anafurahia tu. Yule bwana akarudia mara ya tatu, akamtukana tena Abu Bakari. Abu Bakari akamwambia wa anta, na wewe hivyo hivyo. Mtume akakasirika akaondoka. Sawa? Mashia ukisoma hadithi hii wanaishia hapo, haendelei mbele. Lakini hadithi ukifungua katika Sunan ya Abi Daud, Abu Bakar akamfuata mtume, akamwambia mtume, yule bwana akamtukana mara ya kwanza, wewe ukawa unafurahia tu. Akamtukana mara ya pili, wewe ukawa unafurahia. Mimi nikarejesha tusi moja tu, tena kumwambia wa anta, na wewe hivyo hivyo. Sawa? Yani kama vile amwambia mjinga mara ya kwanza, mjinga mara ya pili, mjinga, na wewe mjinga hivyo hivyo. Mtume wewe ukaondoka, kakasirika. Kwa nini? Mtume akamwambia hivi, ule bwana alivyokuwa na kutukana, Allah aliwaleta malaika, sawa, wakawa anavyokutukana wale malaika wanamjibu. Kwa mimi nikani nafurahi kwamba Allah ameleta malaika kukutetea wewe. Alipokutukana mara ya pili, wale malaika na pia wakamjibu, sawa. Kwa mimi nikazidi kufurahi, nikawa ninatamani aendelee kukutukana hivyo hivyo, namna wale malaika wanavyokutetea wewe. Ulivyorejesha tusi, malaika wakaondoka zao, ibilisi akaja. Si tayari shari imeshakuja hapa? Ibilisi naye kaingia pale. Ibilisi alipoingia, mimi siwezi kukaa mahali ambapo ibilisi yupo, nikaondoka zangu. Haya, hii hadithi hii inaelezea fadhila za Abu Bakari au udhaifu Abu Bakari? Fadhila za Abu Bakari. Sio mmenielewa? Abu Bakari ilifikia hatua akitukanwa, Allah subhanahu wa ta'ala analeta malaika kumtetea nani? Abu Bakar. Na sababu ya mtume kuondoka katika ile majlis ni shetani alivyokuja, alipoingia pale, mtume akaondoka zake, kwa sababu hawezi kukaa mahali ambapo ibilisi yupo. Situshaelewana? Alafu jambo la pili, kwani yafaa kurejesha tusi au haifai? Yafaa. Jamani, nikizungumza matusi ni yale ya kisheria yale. Mchanielewa? Ni yale ya kisheria, sio haya matusi ya Uswahilini haya. Yafaa kurejesha tusi mfano wake au chini yake. Mfano, mtu amekuja akakwambia kikojozi, na wewe kile ni kikojozi, sawa? Sasa vunja heshima yako. Kwa hiyo sheria ya dini ya Kiislamu imekupatia nafasi mbili, ima uwe na subra, sawa, uvumilie upate thawabu nyingi zaidi, au na wewe kumrejeshea tusi mfano wake au chini yake.
na ukaangalia huyu mimi kweli ni kikojozi, lakini huyu sawa kazi yake anapakua vyoo, ndo kazi yake. Sasa na mimi nirejeshe tusi sasa. Wewe kikojozi, na wewe wanaume gani wapakua ushika mavi ya wanaume wenzako? Kweli wewe mtu kweli una akili timamu unaenda kufanya kazi kushika mavi? Wewe una akili wewe? Sasa ukishamwambia hivyo na Yesu mumuelezea dosari yake iliyokuwa nayo, atarudi nyuma. Basi bwana yamesha. Basi tumemaliza yaishe. Pale unakuwa wewe lengo lako ni kutetea nini? Heshima yako. Kisheria katika dini ya Kiislamu inafaa. Kwa hiyo Abu Bakari alipokuwa kitolewa maneno machafu na yule bwana, yeye akamwambia wa anta, na wewe hivyo hivyo. Basi. Na katika dini ya Kiislamu inafaa kama ile dosari ambayo mtu amekwambia wewe, sawa, na yeye pia yuko nayo na wewe unaijua yuko nayo, na utamwambia na wewe pia ni kikojozi, wewe pia sio kujoa, umeacha juzi tu hapa, lakini pia ulikuwa kikojozi kama mimi. Tayari jambo limekwisha. Mmeelewa? Lakini hapa haturudi katika darasa yetu. Kwa hiyo tulikuwa tunafafanua ni nini maana ya kutukana, kwamba Abdullah ibn Saba'in ndiye mtu wa kwanza aliyeleta fikra ya kuanza kuvunja heshima za masahaba kwa kuelezea dosari zao na vile vile kuwasema vibaya. Hiyo ndio maana ya at-ta'n. Hiyo ni itikadi alileta nani hiyo? Abdullah ibn Saba. Jambo la tatu, alqawlu biraj'ati Ali, qawli ya kurudi Ali. Alqawlu biraj'ati Ali, qawli ya kurudi Ali. Waraj'atu min usuli Shia, na kurejea kwa maimamu ni katika misingi ya dini ya Ushia. Katika itikadi za Mashia wanaitakidi ya kwamba kuna maimamu walikufa watarudi tena upya duniani. Hii ni itikadi ar-raj'a, ipo kwa Mashia. Kwa ukiangalia haya maneno matatu haya, usia, kwamba mtume aliacha usia na alitoa andiko maalum kwamba Ali ni kiongozi baada yake, tabia ya kuwasema vibaya na kuwatukana masahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kauli ya kusema kwamba Ali atarudi, kwa sababu baada ya Ali kuuawa, Abdullah ibn Saba aliambiwa Ali ameuawa, akawaambia hivi, Ali hajafa, ameenda kwa Allah, atakaa kwa Allah, afu baadaye atarudi. Kama vile ambavyo Nabii Isa amekwenda kwa nani? Kwa Allah, na baadaye atarudi. Au kama vile Nabii Musa alivyoondoka akaenda kuzungumza na Allah, kisha baadaye kufanya nini? Akarudi. Na Ali ni hivyo hivyo, ameenda na atarudi. Akaambiwa hivi, ameuawa na maiti yake imeshazikwa. Akawaambia hivi, mkiniletea ubongo wa Ali huu hapa, ubongo unaweza kutolea mtu akawa yuko hai? Haiwezekani, si ndio? Lao mkiniletea ubongo wa Ali mkanionyesha kwamba Ali amekufa na huu ndio ubongo wake, sikubali. Nitawaambia Ali hajafa. Ali hajafa. Na akaendelea kuzungumza hivyo hivyo, Ali hajafa. Kama nilivyozungumza jana, sawa? Wewe ongea uongo, lazima kuna watu watakuja kuamini kwamba ule uongo ni kweli. Na hii ndio sera aliyokuja nayo Abdullah ibn Saba. Sawa? Aliongea uongo, watakuja kuamini tu, lazima watakuja kuamini. Na kweli likatokea baadhi ya kundi la watu wakaamini kwamba kweli Ali hajafa. Ali kaenda kwa Mola wake, atarudi baadaye. Kweli mtume alitoa husia kwamba Ali awe kiongozi baada ya yeye. Kweli Abubakar ana matatizo, Umar huyu ana matatizo, jamani anatakiwa waangaliwe kidogo hawa. Hivi watu wakaathirika wakaja mpaka katika zama zetu, na huu ndio Shia wenyewe. Sio, tumeelewana?
Sasa tunaposema ya kwamba muasisi wa ushia ni Abdullah ibn Saba, tunamaanisha ya kwamba fikra mama katika ushia ambayo ni kuamini uongozi wa Ali baada ya mtume, kuamini mtume alitoa usia, kuwatukana masahaba, kwa kufurisha masahaba, hivi vitu wa kwanza aliyekuja kuvianzisha ni nani? Ni Abdullah ibn Saba'in. Na hivi vitu ndiyo msingi mama wa dini ya ushia. Sasa ushia utakuwa umeanzishwa na nani? Na Myahudi Abdullah ibn Saba. Na ndio maana nakwambia Shia yoyote duniani huwezi kumsikia anasema Abu Bakar radhiallahu anhu, wala Umar radhiallahu anhu, wala Uthman radhiallahu anhu, Abu Huraira radhiallahu anhu. Huwezi kumsikia hata siku moja. Yani hata aje akaribishwa hapa msikitini hapa, atasema unajua sisi maswahaba tunawakubali, tunawapenda. Sema radhiallahu anhu. Sasa sema, hawezi kusema. Hawezi kusema hata kwa dawa. Hata umwekee upanga hapa hasemi. Kwa sababu gani? Ni dini, ni itikadi ndani ya moyo kwamba sahaba ni kafiri, sio Muislamu. Na ndio maana kama alikuwa kabla ya ushia anaitwa Ali, anaitwa Umar, sawa? Akiingia katika ushia ataitwa Ammar. Lazima abadilishe jina. Lazima abadilishe jina, kwa sababu hawezi kutumia jina la mtu kafiri. Sisi tumeelewana? Sasa tutaishia hapa hapa kwamba leo tumesoma muasisi wa ushia ni Abdullah ibn Saba'in, na yeye alianzisha itikadi ngapi? 3. Itikadi ya usia wa imamu wa Ali, itikadi ya kuwatukana masahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na itikadi kwamba Ali hajafa atarudi. Hizi itikadi 3 hizi ni katika misingi ya dini ya Shia Imamia al-Ithna Ashariya. Na ndio maana tunasema ya kwamba huu ushia wa Imamia Ithna Ashariya umetokana na ushia wa Sabaiya, ambao ushia wa Sabaiya ndio huu uliokuwa na hii misingi mikuu 3, ambao mashia Ithna Ashariya wamechukua ile misingi 3 wakaongeza na misingi mingine ya kwao. Pameeleweka?